Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kuangalia Kurasa kwa hili. Shirika la umeme nchini TANESCO mkoa wa Mwanza limemkamata mwenyekiti wa kitongoji cha Nyasubi kijiji cha Sanjo wilayani Misungwi mkoani humo kwa tuhuma za kujiunganishia umeme kinyemela. Kukamatwa kwa mwenyekiti huyo ni sehemu tu ya mwendelezo wa kuwabaini wananchi wanaofanya udanganyifu kama huo alioufanya bwana mwenyekiti. Na baadhi ya maeneo ambayo tumetembelea, tumekuta eneo la biashara ndugu Kiheka Business Center ambaye ana huduma ya mita za umeme zisizofuata taratibu. Kwa kutumia mafundi wetu wamebaini huyu mteja si mteja halali na anatumia hizi mita bila kufanya manunuzi. Kwa hiyo tumechukua jukumu la kumkatia umeme eneo lake la biashara. Tumebaini pia baadhi ya mita zake katika eneo la nyumbani kwake, huduma ya umeme anayotumia sio sahihi. Kuna baadhi ya mita zimekatwa simu na baadhi ya mita zimepitishwa isivyo kihalali. Mimi niko hapa kama msimamizi wake tu ambao ameniagiza nje nifuate na watu wa TANESCO kwa hiyo kuwapitisha nyumba zake zote zilizokumbwa na hii tatizo. Kwa kweli tumekuta changamoto, nyumba kama 3 hivi kwa zimeunganishwa tofauti na jinsi walivyounganisha TANESCO. Wito wangu kwa jamii hii, ninawaomba tu wananchi tufuate taratibu zile za kupata huduma kama ambavyo tunatakiwa kuzifuata. Tuendelee na Kurasa. Wakazi wa Msumi Kavimbilwa mkoani Dar es Salaam wanasumbuliwa na adha kubwa ya maji, ambapo toka walipounganishiwa mabomba wamekuwa wakipata maji walau mara moja kwa mwezi mpaka miezi 2 hivi. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema kuwa wameambiwa kwamba makazi yao yapo kwenye milima ambapo pampu zimekuwa zikishindwa kupeleka maji huko walipo, na kuziomba mamlaka kuangalia namna ya kutatua changamoto hiyo. Kikweli maji ni changamoto. Yanataka swala kusema kwamba tunatuliwa ndoo. Mimi kama kweli sijaje kutuliwa hiyo ndoo. Hata sijui nafanaje hiyo ndoo ya kutuliwa. Kwa sababu maji yani ni kama vile wanatoa, ni sijajua ni kiupendeleo au ni kuangalia nyumba, sijajua. Yaani si maji hapa anaweza kukaa hata mwezi haone hata tone la maji. Kwangu na miezi 3 sijapata maji. Na tumelipa maji ili tupate maji, lakini ni changamoto kubwa. Tunaamka saa 9 tunaenda visimani kwenda kuchota maji ambayo ni hatarishi ya maisha yetu kwa hasa sisi wanawake. Maji tulivyounganishiwa yalikuwa yanatoka vizuri tu. Sasa tunashanga kwa sasa hivi yani miezi naenda wanasema yatoki, wanasema sio kilima. Sasa tunajiuliza kwamba kwa kilima mara ya kwanza tulivyounganishiwa, tulivolipia kila kitu, kulikuwa kilima kionekane. Sasa iko kilima gani kinakuja kwa sasa hivi? Yaani kwa kweli ni changamoto, tunashindwa kuelewa. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wazee wilayani Kiteto mkoani Manyara wamelalamikia baadhi ya vijana wanaoombea kifo ili wawarithi mali kwa kisingizio cha ugumu wa maisha na kukosa ajira kwa kundi hilo la vijana wa hovyo. Kinachotokea pale ni kwamba mzee naye hafi sasa. Kwa kijana anabaki kaboteka. Yaani kazi anakuwa hataki kitu chochote. Yeye anakuwa tu anawaza babake afi, yeye apate kulisa babake. Hakuna kazi yote anaweza kufanya. Amezoea kulelewa, amezoea ni mtu wa kutafutiwa, hawezi kuwa manufaa yote katika jamii ya sasa. Hali hii imetulazimu Kurasa kuzungumza na baadhi ya vijana wilayani Kiteto kuhusu madai hayo yaliyotolewa na wahenga, na vijana hao bila hiana wamekiri kuwa lisemwalo lipo. Leo wana vyeti, wanategemea labda serikali waajiri. Serikali tayari imeshakuwa na watu wengi wa kufanya kazi. Kwa hiyo wanachobaki wanarudi kufikiria huyu mzee saa ngapi atakufa ili apate ulisi. Sasa naiomba serikali kijaribu kuangalia hili swala, likemee kwamba hiyo kitu haipo. Ukuta kundi baina yoyote ile, jiwe la wamama, uonyeshe kwamba wewe ni mzee ambaye unatoa maelekezo kwa jamii kwamba jamii inatakiwa ikae kwa amani. Jamii inatakiwa itende mambo ya amani.
tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.